Kimbinu, nini ambacho kilitokea kwa dakika zote 120, kitu ambacho kilikuwa kinaonekana wakati mwingine game ikawa inaonekana kama inaboa hivi, tofauti na mizani ilivyo ukiziweka hizi timu kulia na kushoto, alafu ukaamua kuzipima uzito wake kuanzia usajili, uwekezaji, ni timu zenye daraja makubwa sana, lakini game namna ambavyo ilikuwa inachezwa ilikuwa inaonekana kuna wakati inaboa, kuna wakati uone mashambulizi yale ya hatari. Dhipo moment ulikuwa unaona, lakini kuna wakati nini kilikuwa kinatokea kimbinu? Nafikiri ni upande mmoja ambao ulijiandaa kwa ajili ya kucheza na kushinda mchezo ambao ni Azam FC. Walijiandaa kucheza dhidi ya Yanga, jinsi ambavyo walipokuwa wanazuia Yanga katika maeneo ya pembeni na katikati mwa uwanja. Walidhamiria kuibana Dar es Salaam Young Africans katika engo zote ambazo huwa ni hatari. Pembeni mwa uwanja Yanga wana watu ambao ni makini sana, ambao kwa haraka ni Pacome pamoja na Max Zengeli, ambaye yeye sasa ana uwezo wa kuroam katika maeneo matatu mpaka mawili kwa wakati mmoja, pembeni ama katikati mwa uwanja. Lakini kule pembeni walikuwa wanahakikisha kwamba Azam sasa walikuwa wanahakikisha kwamba fullbacks zao zinafanya kila liwezalo kulinda na kupandisha mashambulizi kwa nguvu, ili kuwanyima viungo wa pembeni wa Yanga ambao walikuwa wanakimbia kwenye hayo maeneo, na hata mabeki wa pembeni wa Yanga ambao nao pia walikuwa wanakosa uhuru wa kufanya kazi yao vizuri. Sasa huko pembeni kwa kunakosa njia za kupita, wanalazimisha kuingia katikati ambako nako Azam walihakikisha kwamba Himidi Mao pamoja na James Akaminko wanaendelea kusimama imara dhidi ya viungo wasumbufu wa kushambulia ambao ndio hawa kina Pacome pamoja na Max, ambao walikuwa hawapati uhuru wa kupita katika maeneo ya pembeni na kuhakikisha kwamba kuna nafasi za wachezaji wawili au watatu katika box waweze kumwaga cross ama kupiga pasi za mwisho. Tena katikati mwa uwanja nako kukawa ni kugumu. Kwa hiyo Azam walijipanga kuhakikisha kwamba wanacheza katika mfumo ambao Yanga wanapenda kutumia kwa ajili ya kushinda mechi zao, na walifanikia kwa kiasi kikubwa. Lakini pia Azam walijipanga kwa ajili ya kushinda mchezo. Tazama jinsi ambavyo mtu kama Jephte Kitambala alikuwa anajaribu vitu ambavyo vingine ni vigumu kufanikiwa, anajaribu kudribble na mpira katikati ya watu, na kimo chake ni kirefu na ni mzito, akawa anashindwa kufanya kile ambacho anatakiwa kifanye, kwa sababu alikuwa analazimisha kuwa positive zaidi. Wakati huo Dar es Salaam Young Africans wanataka Azam wacheze katika mfumo wao, wapige sana pasi katika eneo lao la mwisho, eneo lao la kujilinda, lakini Azam walikuwa wafanye hivyo. Kwenda mbele, wanapiga pasi kwenda mbele, wanakimbia sana kwenda kulifuata lango la Dar es Salaam Young Africans. Na mwisho wa siku Dar es Salaam Young Africans wakawa walianza kuamini kwamba kwenye transition hawataweza tena Azam FC. Kwa hiyo wakalazimika kuupooza mchezo, wakalazimisha kuanza kufanya build up kuanzia nyuma. Unamwona mtu kama Pacome anaacha eneo lote lile la juu kule ambalo ndo huwa ni hatari, ana drop mpaka chini kuja kusaidia kutengeneza mashambulizi pamoja na Musa Bala Conte ambaye alikuwa katika kiwango chake bora zaidi cha mchezo jana. Na unaweza kusema kwamba bila uwepo wa Musa Bala Conte ama bila Musa Bala Conte kuamka vizuri siku ya jana, pengine Dar es Salaam Young Africans wangepata kichapo cha aibu, kwa sababu Azam FC walikuwa wako imara, sio pembeni hadi katikati mwa uwanja. Na mbaya zaidi, hata katika eneo lao la ulinzi, mtu kama Aishi Manula alikuwa yuko tayari kuwanyima Yanga nafasi yote ile ya kufurahia katika mchezo ule wa jana. Kwa hiyo ambacho kilisababisha mchezo ulikuwa ni wakubwa, kwa sababu Yanga walinyimwa nafasi ya kutoa burudani ambao wamekuwa wakiitoa kwa mashabiki wao kwa miaka mingi, na hata wadau wa mpira ambao sio mashabiki wa Yanga wanafahamu Yanga ni timu ambayo ni hatari ukiwaachia uhuru wa kukaa na mpira na kucheza na kuchezea mpira jinsi utakavyo. Mtu ambaye walikuwa wamemtarget sana katika mchezo wa jana Azam ni Max Zengeli. Hadi kipindi cha kwanza kinamalizika alishafanywa foul zaidi ya 3. Unaweza kuona jinsi gani ambavyo walikuwa wapo makini kuizuia Yanga kama timu na kumzuia mchezaji mmoja mmoja. Wakati huo pia Azam FC walikuwa wanapata wakati mgumu kuweza kubadilisha sasa ule imara wao wa kuzuia kwenda kwenye kushambulia, kwa sababu mtu wao bora alikuwa bora jana ni yule alipewa kadi nyekundu Cheick Diakite, naye pia alikuwa anaongoza kwa kufanywa foul sana. Kwa hiyo ikawa inawawia vigumu Azam kubadilisha hiyo moment ya kuzuia kwenda kwenye kushambulia, kwa sababu ni mtu mmoja tu ambaye alikuwa na hiyo nguvu ya kufanya progress ya mpira ufike kwenye eneo la Yanga haraka, ambaye ni Cheick Diakite. Kwa bahati mbaya upande uliokuwa unapita wa kulia kuna Kibwana ambaye ni beki mgumu sana kupitika, kuna Dickson Job ambaye naye tunamjua uwezo wake, pamoja na kwamba amecheza mechi nyingi na kuna uwezekano naye atakuwa amechoka, lakini bado alikuwa kwenye kiwango chake bora zaidi. Ilibidi mambo yabadilike kidogo kipindi cha pili, na tulianza kumuona Duke Abuya akianza kumsaidia
ule upande Kibwana Shomari ikawa kidogo ahueni, manake Sheikh Diakite alikuwa kwenye wakati mzuri sana, na mimi kanifikirisha sana, nikasema kuna wakati unaweza ukakaa chini ukasema, Mungu nimekukosea wapi mimi? Siku ambayo ndio wakati wako bora zaidi, alafu unapata kadi nyekundu kwa kadi za njano mbili ambazo kwangu mimi zilikuwa very reckless, yani zilikuwa avoidable. Nikisema hivyo itakuwa nimeweka sawasawa. Umeweka sawasawa, lakini zilikuwa zinaweza yani kulikuwa hakuna ulazima wawe kuzipata hizo kadi, ili yule ambaye anaweza kawa haelewi hii lugha tunayoitumia ya kukopa aweze kuelewa. Yani manake zilikuwa zinaweza zikazuilika hizo kadi. Mwalimu aligundua kwamba Celeste kuwa hamsaidii Kibwana Shomari, aka opt kumchukua kiungo mwingine aje kiungo kuja kutia nguvu kidogo, na imesaidia. Bila hivyo tungekuwa tunazungumza kitu kingine. Exactly. Kwanza nafikiri kuna swali pia ulikuwa umuuliza Kevi, mchezo wowote ambao unahitaji umakini mkubwa, tempo yake inakuwa chini, yani kasi yake lazima ipungue, maana kila mchezaji akitoa mpira mguuni mwake atahakikisha ule mpira haupotei. Kwa ule umakini ukiongezeka sana, lazima speed iwe chini, na ndio maana dakika za mwanzo ni kama ulianza kasi, baadaye ikaanza kupungua kwa sababu umakini ulianza kuongezeka. Na mara nyingi unajua dakika 10 za kwanza ni dakika ambazo timu yani zinakuwa bado zinatafuta ile momentum ya mchezo wenyewe, lakini baada ya dakika 10 ndio unaanza kuona mawazo halisi ya walimu kwenye pitch. Kwa hiyo baada ya hapo tuliona tu kama game inatulia hivi. Kama game inatulia ni kwa sababu umakini wa kila mchezaji ulikuwa upo juu. Nadhani pia Kevi ameelezea Azam walikuwa wameopt kupitia kutimiza mashambulizi yao kupitia pembezoni, na Yanga walikuwa wameamua kupitia katikati. Kwa hiyo anakopitishia Yanga mashambulizi, Azam wakiwa hawana mpira walikuwa wanakuwa na 4-4-2, lakini ambayo inakuwa imekaribiana sana, maana yake watu wanakuwa wengi. Yanga kitaka na kupeleka mpira mbele, anakuta kuna wapinzani wengi kiasi kwamba inabidi aanze kufikiria kupeleka mpira sehemu ya pembezoni au sehemu ambayo inapunguza ile kasi yenyewe ya mchezo. Lakini pale ambapo Azam amepata mpira, utamuona Diakite ambaye alikuwa iko vizuri sana, lakini kwa upande wa kulia nafikiri beki wa Azam ndio alikuwa anatumika zaidi, lakini Zidane Sirel alikuwa anaingia zaidi ndani. Kwa hiyo kulikuwa kuna mabadilishano. Wakati ambao upande wa kushoto unashambulia, Diakite alikuwa anakaa zaidi pembeni, manake anaenda wide, alafu yule Zuzu anaingia ndani. Lakini kwa upande wa kulia, beki wa kulia Chilambo anaingia kabisa juu kama wide man, alafu Sireli anaingia ndani. Kwa hiyo ukienda kuangalia tu movements zile, unagundua kabisa mwalimu alikuwa anafahamu kwamba Kibwana 1 against 1 ni mzuri. Akiwekewa beki, akiambiwa ingie ndani, maana yake itakuwa ni rahisi kwa Yanga kudefend, kwa sababu kuna Job atamsaidia yale majukumu kirahisi. Kwa lazima uweze kumisolate kirahisi.